Vyacheslav hakuanza nchini Ghana. Alitembelea kama nchi 3 hivi kabla ya kufika Ghana. Kenya kabla ya Ghana. Vyacheslav alikuwa Kenya kwenye baadhi ya video zake. Anaonekana akiwa katika maeneo ya Nairobi na miji ya pwani. Wanawake wa Kenya wanaonekana kwenye baadhi ya video zake za awali, ingawa habari nyingi zilijikita Ghana baada ya siri kufichuka. Ghana, hapo ndipo moto ulipowaka na alikaa Ghana kwa muda. Inaaminika alikutana na wanawake zaidi ya 30 katika mji mkuu wa Accra. Alionekana sana karibu na Accra Mall na video zake za Ghana ndizo zilizochochea hasira kali zaidi. Afrika Kusini kuna ushahidi kuwa alitembelea Afrika Kusini pia, ingawa habari nyingi za kina bado hazijachimbuliwa. Wanaojadili mtandaoni wanadai aliwahi kuwa nchini kabla ya kwenda Kenya na Ghana. Mbali na Afrika, Vyacheslav anadaiwa kutembelea pia Marekani na miji mbalimbali ya Urusi, akifanya kazi yake hiyo ya kuwatafuta wanawake. Baada ya video kuvuja na hasira kuenea kwa wananchi, serikali ya Ghana ilianza kuchukua hatua. Mamlaka ya usalama wa mtandaoni ilianza uchunguzi kupitia Benjamin Mandugu, mkurugenzi wa mawasiliano na ushirikiano wa kimataifa katika mamlaka ya usalama mtandaoni Ghana. Alitangaza rasmi kuwa uchunguzi umeanza. Alisema, tunataka kujua kama mtu huyo bado yupo nchini, lakini kama ameondoka, labda hata kurudi Russia, labda amekwenda nchi nyingine na kujificha. Tutachunguza hili na kuhakikisha tunajua ukweli na hatua zake kuchukuliwa. Viongozi mbalimbali na wanaharakati wa haki za wanawake walitaka Vyacheslav akamatwe mara moja. Walisema kitendo chake ni ukiukaji wa sheria za faragha na unawadhalilisha wanawake wa Kiafrika. Nchini Ghana, kitendo cha Vyacheslav kinakiuka kifungu cha 31 cha sheria ya usalama mtandaoni ya mwaka 2020 Act 1038 kinachosema mtu hatasambazwa kwa makusudi au kusababisha mtu mwingine kusambaza picha za faragha au za ngono za mtu mwingine anayetambulika bila idhini ya mtu huyo. Wakati hasira zikiongezeka, Vyacheslav aliamua kujitetea kupitia chaneli yake ya Telegram. Aliandika ujumbe kwa lugha ya Kirusi ambapo baadaye ulitafsiriwa kwa Kiingereza. Alisema, video hizi ni za karibu mwaka mmoja uliopita. Nilitaka tu kuwakumbusha watu kwamba wasichana hawako kwenye mji wako au nchi yako tu, bali pia wako kwenye nchi nyingine kama Afrika. Aliwahimiza wageni wenzake kuja Afrika akisema, mkiwa wazungu mtakuwa na mahitaji zaidi huko. Wanawake wa Kiafrika wanavutiwa kujaribu na mzungu, si kila wakati ni pesa. Kauli hizi zilizidisha hasira baada ya kuzima. Watu wengi walimshtumu kwa kujivunia unyonyaji na kuwadharau wanawake wa Kiafrika kana kwamba ni vitu vya kujaribu tu. Baada ya kauli hizi, alifuta video zote za Ghana kwenye akaunti yake TikTok na kuifanya akaunti kuwa ya faragha, lakini alikuwa amechelewa. Watu walikuwa wamepakua na kusambaza video hizo. Lakini habari mpya ambazo zimeanza kusambaa kwenye mitandao ya kijamii, kuna chanzo kinaonyesha kuwa Vyacheslav ameonekana tena na sasa yupo nchini Kenya. Baada ya kutoroka Ghana alipokabiliwa na hasira kali na uchunguzi wa serikali, anaaminika ameelekea nchini Kenya na kuendeleza kazi yake ile ile. Watumiaji wa mtandao nchini Kenya wameanza kuonya Vyacheslav yuko Kenya sasa. Wanawake wa Kenya inabidi wajitahadhari. Huyu ni yule yule aliyefanya vibaya wanawake wa Ghana. Ripoti zinaonyesha kuwa tayari ameanza kutembelea maeneo ya watalii kama Nairobi na labda huko pwani ameanza kutembelea pia, akitafuta wanawake wapya wa kuwashawishi. Wakenya wengi wametaka serikali yao kuchukua hatua haraka kabla hajafanyia wanawake hao yale aliyofanyia wanawake wa Ghana. Leo tunapomwongelea Vyacheslav yuko wapi? Hatuwezi kuwa na uhakika. Anaweza kuwa Kenya kama taarifa zinavyoonyesha. Anaweza kuwa amekwenda nchi nyingine ya Afrika, Tanzania, Uganda au Nigeria. Anaweza kuwa tayari amerejea Ulaya, lakini jambo moja ni hakika kabisa, kazi yake chafu inaendelea. Ameondolewa video zake za Ghana mtandaoni, lakini bado ana chaneli zake za Telegram anazotumia kuuza video za wanawake wa nchi mbalimbali. Bado anawatafuta wanawake wapya, bado anajivunia mafanikio yake, na sisi tunapaswa kuwa macho.
kuonya marafiki zetu, dada zetu na mama zetu kuhusu hatari hii, kudai serikali ichukue hatua dhidi ya wanyonyaji kama hawa. Kutoshiriki video hizo, kushiriki ni kuendeleza unyonyaji, kuwaheshimu waathirika na sio kuwalaumu. Ulimwengu wa mtandao umetupa fursa nyingi, lakini pia umeleta hatari mpya. Questlove alitumia teknolojia kuwanyonya wanawake wasiojua, alitumia ugeni kuwavutia, alitumia pesa zake kujificha panzia la ulinzi wa kisheria, lakini siri yake imefichuka na sasa anajulikana kwa jina lake halisi ya Questlove Trahov na anajulikana kwa uso wake.